Ripoti za TV Media zinaruka kutokea hapa katika chuo cha Mosti tawi la Mtwara, ikiwa leo Julai 11, 2026 palikuwa na sherehe ya mahafali kwa vijana wa seneti ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Mtwara, ambapo mgeni rasmi katika mahafali hayo alikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara, Mwalimu Saidi Nyengedi. Katika mahafali hayo wanaeleza changamoto mbalimbali ambazo mgeni rasmi ameahidi kuzitatua na kuzipatia ufumbuzi. Sema mna changamoto kwa ukosefu wa miradi au mradi wa kudumu. Hilo linalichukua, tutalifanyia kazi na tutawawezesha. Mmesema ukosefu wa kadi za wanachama. Mimi nitawalipia kadi na kiingilio cha mwaka mmoja wanachuo 200. Kwa hiyo nitamuomba katibu wa seneti apeleke orodha kwa katibu wa wilaya, nami nitawalipia wote wanachuo 200 ili wawe wanachama hai, na hilo nitalifanya mara moja kesho. Ajira kwa wahitimu, hili katibu wa mbunge amezungumza vizuri sana. Wale waliohitimu, hebu tengenezeni vikundi, pelekeni ofisi ya mbunge, atawasaidia hata kwenye usajili. Mkisha sajiliwa sasa, ofisi ya mbunge itawasaidia kupata mikopo. Lakini mheshimiwa mbunge hapa ametaja sasa, wizara ya vijana imetengewa budget rasmi kwa ajili ya ninyi vijana, lakini kuna 10% za halmashauri zilizotengwa kwa ajili ya makundi maalum, vijana mkiwemo. Lakini kuna SIDO mpaka sasa ina shilingi zaidi ya bilioni 400 kwa ajili ya mikopo kwa vijana watakaounda vikundi. Viongozi mbalimbali wamepata nafasi ya kutoa neno katika sherehe hizo. Ndugu mgeni, utakapokutana na Daktari Samia Suluhu Hassan, uende ukamwambia kwamba mkoa wa Mtwara tayari kuna jeshi kubwa ambalo limehitimu na wako tayari kumsaidia kazi, wako tayari kutumika kwa ajili ya kujenga taifa hili, wako tayari kufanya shughuli za Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wetu wa Mtwara na nje ya mkoa wa Mtwara. Hivyo zinapokuja fursa kama ilivyo kawaida yako Mwalimu Saidi Nyengedi ya kuwasemea vijana wa mkoa wa Mtwara, basi ujue una jukumu la kuwasemea vijana wengine ambao sasa hivi wamekwenda kuhitimu masomo yao. Vijana hawa wana uwezo mkubwa, kwani wamekuwa watumishi ndani kwa chama chetu ndani ya mkoa wa Mtwara kwa uzalendo mkubwa sana. Wamekitumikia chama kwa uzalendo mkubwa sana. Wamekuwa vijana wakijitolea kwenye shughuli mbalimbali za Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi, zinapokuja fursa zinazohusu vijana hawa wapewe kipaumbele. Makofi mengi jamani, sinaongea kichongo. Wakati unasubiri usikae kinyonge, sio? Niongeze. Sawa? Kama kijana usikae nyumbani kusubiri kuajiriwe na serikali. Hicho kidigrii chako kama hizo degree ndio kama sasa zamani tunaweza kufua. Unajiona bonge la mtu lakini kumbe sio. Hata degree ziko nyingi mtaani. Masters ziko nyingi mtaani. PhD ndio chache. Sisi pale ofisi ya mbunge tuna kitu kinaitwa kanzidata ya vijana wasomi walioko katika jimbo la Mtwara mjini. Ile kanzidata haibagui uwe Makonde, uwe Nyakyusa, uwe Makua, unakuja pale ofisini unajiandikisha. Alafu tunaunda group la vijana wote wasomi wa jimbo hili ili kuwarahisishia, kuwapa fursa zinazohusiana na ajira. Kwa mfano, hivi naongea tuna vijana 260 kwenye hiyo kanzidata. Na kati yao tayari vijana 30 wamepata ajira za muda mfupi na muda mrefu ndani na nje ya nchi, lakini serikalini na kwenye sekta binafsi. Lengo la mheshimiwa mbunge ni nini? Kuhakikisha vijana wote ambao wana elimu ndani ya jimbo hili, kama hawawezi kupata ajira moja kwa moja, basi wanakuwa na uwezo wa kujiajiri. Msione aibu leo hii kutoka hapa kwenda kuunda vikundi vya wajasiriamali.
Mkienda kujisajili halmashauri mkaweka pale ofisi ya mbunge, sisi tutawasaidia kuwafungulia dunia. Mnaenda baadhi yenu mtaani. There is only one road. Una sheria moja tu huko, na inabidi uende na neno na mindset hii tu. Wanasema when the lion is hungry, he eats. Kule nje ni survival of the fittest. Utakutana na watu ambao wanatafuta nafasi na wewe unatafuta nafasi. Kwa hiyo inabidi upambane mwanzo mwisho. Ukilegeza utapiga mao. Kwa haya machache asante sana kwa kusikiliza, lakini Mwenyezi Mungu awabariki. Tumezungumza na baadhi ya wanafunzi wakieleza ni kwa namna gani yale yaliyoahidiwa na viongozi na kwenda kuwapa moyo katika maisha mapya huko waendako mtaani. Naitwa Esther Regina Dipo, natokea mkoa wa Kigoma, lakini kwa sasa nasoma chuo cha Sauti, Stella Maris University. Tunamshukuru Mungu kufikia siku ya leo. Hakika haikuwa rahisi, Mungu ni mwema. Tunawashukuru pia baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakitunga mkono katika wakati wa furaha, huzuni, kwenye changamoto, vile kuendelea kutunga mkono hata tunapoingia mtaani. Tunashukuru sana na tuna furaha kubwa sana kwa sababu ya ahadi zao kwamba hawatotuacha hata tunapoingia mtaani. Jina naitwa Omari J. Mkwanda, ni mwanafunzi wa chuo cha Sauti Mtwara. Wanafunzi ambao wanamaliza, ambao wana graduate leo, huko mtaani wanakoenda waende wakashirikiane na wananchi, lakini pia wakakitumikia Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndio ambacho kinasimamia serikali. Lakini isitoshe manufaa yote wanayopata wakiwa chuoni, lakini pia ruzuku au michango ambayo wanaipata, au niweza kusema kwamba mikopo wanayoipata, ni kwa sababu tu serikali ya Chama cha Mapinduzi inaisimamia vizuri serikali, na serikali inaweza kutoa ruzuku au inaweza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa chuo kikuu. Kutoka hapa katika chuo cha MUST tawi la Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.